Hii hapa ni Forima Kipolineta simulizi. Karibu katika simulizi yetu ya Zamunda, hedhi yangu, mateso yangu, sehemu ya 6. Wakati wazazi wa Zamunda na wakwe zao wakilia na kuhuzunika, furaha ilikuwa imetawala katika himaya ya kichawi. Maisha mapya ya Zamunda na mume wake yalianza katika ulimwengu wa giza. Walitumikishwa kazi hata walipochoka. Tungu alikata kuni hata kwenye misitu mizito bila msaada, huku Zamunda akiwa na kazi ya ziada ya kuzaa watoto walioishia kuliwa nyama kwa ajili ya kuimarisha hazina ya Mbweteka, na hivyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kurithi kiti cha ukuu wa uchawi. Ugomvi baina ya wachawi ulitokea ni baada ya kijana mmoja kupunguza nguvu ya dawa za kichawi zilizokuwa wanapewa Zamunda na mume wake. Kijana alitambulika kwa jina la Ndendenya Suguja, mtoto wa mzee Suguja aliyekuwa mkuu wa uchawi kabla ya Bibi Kizalo, ambaye alimuua mzee huyo ili arithi kiti hicho. Ndendenya Suguja hakuwa tayari kuona Mbweteka anatawala baada ya mama yake kumaliza muda wake. Alitamani yeye ndiye awe mtawala wa kiti hicho baada ya Bibi Kizalo, na ndio maana alikuwa akiharibu mipango yao. Wakati hayo yakiendelea, ndipo Zamunda na mume wake walianza kupata ufahamu kidogo na kuanza kupanga mipango ya kutoroka, huku vivuli vyao vikiziandama familia zao kuomba msaada. Zamunda amekaa chini ya mti pembeni mwa shamba, anapitiwa na usingizi mzito ulioambatana na kumbukumbu nyingi za maisha yake na Tungu huko zamani. Anakumbuka kipindi wakiwa shule ya sekondari wakisaidiana masomo kabla ya Tungu kuhamia mjini. Ni baada ya kumaliza kidato cha 4. Walishirikiana sana na kufaulu pamoja. Anakumbuka pia walipokutana mara kadhaa na Tungu hospitali alipokwenda kutafuta matibabu ya tatizo lake la hedhi, na baadaye kufungua ukurasa wa mapenzi na ndoa. Anastuka usingizini alipowaona wazazi wake wakimuita kutoka katika usingizi. Endelea kutufuatilia katika sehemu ya 7. Je, Zamunda na mume wake walifanikiwa kutoroka katika mji wa kichawi, ama na wao walitolewa kafara kama ilivyokuwa kwa watoto wa Zamunda? Usikose sehemu inayofuata.
tafadhali subscribe, like na comment.